Yes, miongoni mwa hisia nyingine ambayo imeibuka katika kandanda kutoka Jangwani pale Dar es Salaam Africans ni uwepo wa kijana wao Prince Mpumelelo Dube, mwana wa mfalme, ambaye alifanya makubwa akiwa na timu ya Yanga kipindi chote cha msimu ambayo alionyesha uwezo wake, huku na uaminifu umekuwa mkubwa, na baadhi ya tetesi zilishakuwa Dube amemaliza mkataba wake na viongozi wa Dar es Salaam Africans walimfuata mara kadhaa, huku akikubali kuwa ataongeza mkataba. Prince Mpumelelo Dube alionyesha nia ya kuongeza mkataba, lakini baadaye aligairisha kutoongeza mkataba, hivyo kusema kuwa anaomba kuondoka katika klabu ya Dar es Salaam Africans, na wengi viongozi waliweza kumfuata wakimuhitaji na wakihitaji uwezo wake wa kubaki klabuni hapo, lakini Dube hakuwa tayari tena kuongoza au kutaka kuongeza mkataba tuano inayofuata, na mpaka sasa tunasema kwamba Dube na Dar es Salaam Africans it is over, ni wakati wa mwisho, kila mtu anaendelea na maisha yake. Dube amejiunga na Hard Rock FC ya Zimbabwe kwa mkataba wa miaka 2, na mpaka sasa baadhi ya taarifa zinaonyesha kuwa na clip video ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kumaliza kwa wakati huo, ameendelea na maisha yake na tayari amerejea mazoezini pale Hard Rock FC ya nchini Zimbabwe kwa kufanya makubwa zaidi ambayo anatarajia kuyafanya. Na Dube ameonyesha hisia zaidi wakati akiwaaga wananchi baada ya kumaliza mchezo wake dhidi ya JKT Tanzania na kutoa kombe kwa mara nyingine tena akiwa na klabu ya Dar es Salaam Africans kwa msimu wa soka 2025-26. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vimezidi kuibua hisia, huku mashabiki wengi wakitamani azidi kubaki Jangwani, lakini sivyo bahati. Prince Mpumelelo Dube, mwana wa mfalme, hatimaye ameiaga Dar es Salaam Africans, huku akivuvujika machozi ya furaha, akiamini kuwa ipo siku moja atakuja kurudi. Ujumbe wake mrefu unaosomeka kwa hisia uko hivi: wananchi, sijui nianzie wapi, haswa kwa sababu nashindwa kupata maneno sahihi ya kusema. Ninapozungumzia klabu hii naona tu watu walioamini walipenda kuona mwanga ndani yangu wakati hata sikustahili hilo. Ninaona watu waliosimama kando yangu wakati ulimwengu ulikuwa kinyume changu. Watu walipoona kushindwa, nyinyi mliona kitu maalum ndani yangu, na kwa hilo sioni tu hii kama klabu ya mpira wa miguu, bali naona tu kama familia, na kwa hilo mtakuwa na nafasi maalum moyoni mwangu kila wakati. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii na fursa hii kumshukuru zaidi bosi GSM, rais wa timu ya Dar es Salaam Africans, Engineer Hersi, wachezaji wenzangu ambao nilicheza nao pamoja, wafanyakazi wote, makocha walionipa fursa ya kuonyesha kipaji changu, bila kumsahau mke wangu mrembo na familia yangu kwa kuniunga mkono tangu siku ya kwanza na ya mwisho. Lakini sio muhimu, mashabiki wanajua nyinyi kila wakati ni maalum kwangu kwa kunitia moyo katika kila siku niliyocheza. Asante kwa kuifanya safari hii kuwa ya kushangaza. Najinyenyekeza kwa kila kitu nilichonacho nasema asante wananchi, asante sana. Prince Mpumelelo Dube akamaliza kwa kuweka kopa la njano na kijani na kusema shukrani sana Tanzania, above all thank you God. Akaweka mikono ya kushukuru and then akaweka na emoji ya kneel down, kwa maana kila kitu anakiamini katika uwezo wa Mwenyezi Mungu. Utakumbuka zaidi Dube alipitia milima na mabonde. Kuna muda mpira ulimkataa, kuna muda alisemwa na kila shabiki, kuna muda alitengwa, lakini wananchi walizidi kumpa matumaini na baadaye kurudi kwenye fomu yake na kuonesha kipawa na kipaji kikubwa zaidi katika michuano ambayo iliendelea klabuni hapo. Utakumbuka zaidi Dube ameandika historia kwa miongoni mwa wachezaji hatari na tishio kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania baada ya kutoka Azam FC na kutua katika klabu ya Dar es Salaam Africans, akiendelea kuonesha makubwa. Na sisi tunasema bye bye Dube Mpumelelo, mwana wa mfalme, ukaongoze ufalme mwingine uko nchini Zimbabwe. Yasi, hayo ndo yalikuwa makubwa zaidi kwa Prince Mpumelelo Dube, mwana wa mfalme. Kitu gani ambacho ulichonacho kwenye upande wa comment section? Tunakukaribisha kama msikilizaji na mpenzi mtazamaji wa Mighty Media TZ, na sisi tunahakikisha kuwa ni wetu, tutakuhabarisha kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini ukienda IG ukatufollow kama Mighty Media, ukaenda Facebook ukafollow page yetu, na tutakufollow back pia, then kila kitu kitakuwa cha safi kabisa. Bye bye.